Mtoto akishazaliwa wa kiume, sasa huyo ni kiongozi. Mtoto akishazaliwa wa kiume, sasa huyo yuko salama. Na ukija katika mazingira au katika uhalisia, je, ni kweli mtoto wa kiume asipolindwa yupo salama? Si kweli. Ni kweli mtoto wa kiume asipofuatiliwa atakuwa tu yeye mkubwa alafu atakuja kuwa kiongozi? Hapana. Ndio pale ambapo tunajikuta familia nyingi ukiangalia kwenye kazi za sasa wanateseka sana na watoto wa kiume kuliko watoto wa kike, kwa sababu waliwatelekeza. Mfano hata sisi wanaharakati baadhi yetu tumekuwa tukijikita sana katika kuwapigania haki za watoto wa kike kuliko wa kiume, na unakuta hilo ni kosa. Mwisho wa siku unajikuta watoto wa kiume hakuna wa kuwasemea, na ndio maana unakuta hata kwenye kazi za sasa unakuta kuna baadhi ya wanaume ambao wanapitia mateso kwenye ndoa zao, wanapigwa na wake zao, wananyanyaswa, yani katika ule mtiririko mzima wa zile wa zile kategori 5 za ukatili, ambao ukatili ule tunazungumzia ukatili wa kiuchumi, ukatili wa kihisia, ukatili wa kingono, ukatili wa kijinsia. Unakuta wanaume huo wote wanaopitia wanapitia, lakini kwa sababu ya ile mifumo ambayo ilikuwa ile mifumo ambayo imejijenga katika jamii kwamba mtoto wa kiume yeye ni jembe, ataitwa jembe, ataitwa yale majina yale yote magumu. Kwa hiyo imesababisha ukuta wanaume sisi tunakosa kutoa sauti. Unakuta tunaendelea na maumivu, unanyanyasika na mke wako anakutesa kihisia, anakutesa kiuchumi. Lakini pia unakuta wanaume wanapitia kwa wake zao ukatili wa kingono. Na vitu vyote hivyo unakuta mwanamume hawezi kusema kwa sababu anajua yeye ni jembe, hapaswi kusema, yani mimi ni nganga. Na mwisho wa siku unakuta mtu anapata tatizo la afya ya akili, anxiety inaingia ndani yake, anapata tatizo la afya ya akili, na wengine tunaona wanajizuru, lakini wengine unakuta sasa kutokana na hizo wale wanafanya ukatili wanawazuru wengine. Kwa hiyo ukuta ni madhara ambayo yanatokana sana watu kutosema au yani watu kuona kama wao wanaweza kuvumilia kitu ambavyo haviwezi kuvumilika. Yes. Okay. Karibu madam. Kwenye jamii sana sana za wafugaji unakuta mtoto ana miaka 9 na miaka 10 anaozeshwa ili mzazi apate mali. Kwa hiyo inachangia sana mtoto kupata mimba, anakuwa anapata maozeshwa akiwa mdogo. Kwa hiyo kwenye ile ndoa ya udogo wake tunaita ndoa za utotoni, anapata mimba. Okay. Hicho pia kinaweza kusababisha mtoto kupata mimba za utotoni. Sababu nyingine, kundi la pili ambalo linaweza kuathirika, linaweza kusababisha mtoto kupata mimba za utotoni, ni kundi la watu wa pembezoni. Nikisema watu wa pembezoni namaanisha watu ambao kwenye familia duni wanaishi maisha duni. Mtoto unakuta anakosa mahitaji muhimu kama vile chakula au mahitaji ya shule, unakuta anajiingiza kwenye tabia ambazo sizo, au anapata vishawishi. Ni watoto gani ambao wako hatarini kwa ajili ya kupata mimba za utotoni? Yule mtoto akishapata mimba kwenye kwenda kujifungua ina athari nyingi sana. Inaweza ikampelekea akafa, umeona, yeye ama mtoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakuta labda yule mtoto kwa sababu ni mdogo, nyonga zake kwanza hazijatanuka, umeona, kwa hiyo inaweza ikamsababishia nyonga zikawa zimebana hivyo, ama kutoka damu nyingi sana, umeona, kwa hiyo inaweza ikampelekea kifo.